Ukiona kwenye kioo sura yako si nzuri, huvunji kioo, sio? Unajitengeneza ili uonekane vizuri zaidi. Maana yake ni kwamba mwaka unaokuja tukarekebishe kasoro zilizopo ili tuweze kuonekana vizuri zaidi kwenye taarifa hii. Kama unawekeza kwenye maji, halafu maji mengi yanapotea, mathalan 70% ya maji yanapotea, maana yake ni kwamba cost of operations zitakuwa za juu tu, hutaziweza kwa sababu kile unachokusanya huku na kile unachoweka havikutani, na kwa kuwa havikutani utaishia kusema gharama ni kubwa kuliko hela tunazopata. Ili kila Mtanzania apate huduma bora ya maji na aishi katika mazingira safi, basi naelekeza yafuatayo kwa mamlaka za maji zifanyie kazi kuanzia hivi sasa. La kwanza ni kuweka mikakati thabiti ya kupunguza kiwango cha upotevu wa maji kama nilivyosema, ili kuepuka hasara nilizozitaja. Kwa mwaka huu upotevu huu nimewaeleza umeleta hasara ya bilioni 114.12. Ni fedha nyingi sana ukilinganisha na uwezo wa kibajeti tulionao. Lakini la pili, kujihusisha pia katika swala la usafi wa mazingira kwa ajili ya afya na ustawi wa jamii. Swala hili mtambuka liendelee kuwa sehemu ya kipaumbele cha sekta ya maji. Nimejulishwa vile vile wizara imeandaa mpango mzuri sana au mwongozo wa usimamizi wa huduma ya maji safi na tope kinyesi. Naomba mwongozo huu ulenge kutoa mwelekeo wa kitaalamu na hatua za utekelezaji zinazolenga kuboresha hali ya usafi wa mazingira na upatikanaji wa maji. Na kwa msingi huo basi naziomba mamlaka zote husika kuhakikisha kuwa zinausoma kwa kina mwongozo huo na unatekelezwa kwa vitendo, usisalie kwenye makaratasi. Jambo la tatu, naomba vile vile tuongeze juhudi katika uwekezaji katika uzalishaji wa maji. Hii itasaidia kuziba pengo lililopo la uzalishaji maji, sababu wastani na uwiano wa uzalishaji maji dhidi ya mahitaji